Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Basi nitumie nafasi hii kuwashukuru sana wahariri, kwanza kwa kuweza kutualika mimi na wenzangu ili tuweze kufika hapa na tuweze kuzungumza mambo machache ambayo ninyi kwa mwelekeo huu ambao nimeuona mmeyaeleza. Nitumie nafasi hii pia kushukuru sana kaka yangu Balile, lakini kushukuru sana pia dada yangu Joyce, na nikushukuru sana pia kaka yangu Kibanda kwa maelezo ambayo mmekwisha yatoa. Tumshukuru sana pia kamanda wa jeshi la polisi Sakap Mlilo kwa maelezo pia ambayo naye amekwisha yatoa kuhusiana na mwelekeo wa hotuba fupi zilizotolewa na wahariri wetu. Ndugu zangu wahariri na vyombo vya habari kwa ujumla, kwa bahati nzuri au mbaya sijawahi kukutana na jopo hili la wahariri, na wakati nimepata mwaliko nilikuwa najiuliza mara mbili, sasa huko tena kuna nini? Unajua, ukigundua mwandishi wa habari yuko vizuri, anapokuita mahali popote ili mkutane mzungumze, huwa sio jambo la ndio la kwenda tu, kwa sababu unajua ana material, ana smart brain. Kwa hiyo ukiona kuna uoga unatokea kwa kiongozi kukutana na mwandishi wa habari, basi ujue hiyo ni tafsiri ya haraka kwamba mwandishi wa habari huyo ana smart brain. Kwa hicho ndicho pia nikuta mimi na wenzangu kabla hatujaja hapa. Lakini pia leo mada ambayo nimeiona ni utekelezaji wa maagizo ya Mheshimiwa Rais, Waziri Mkuu pamoja na waziri wetu wa nchi ofisi ya Waziri Mkuu, tawala za mikoa na serikali za mitaa. Mtakumbuka kwamba sisi viongozi wa ngazi za mikoa na za wilaya, kwa sasa ofisi yetu imehamishwa kutoka ofisi ya Rais kwenda kuwa ni ofisi ya Waziri Mkuu. Maana yake ni kwamba Waziri Mkuu kwa sasa ndiye anayesimamia moja kwa moja masuala yote yanayohusu tawala za mikoa na serikali za mitaa. Na nieleze kwa ufupi sana, kama ambavyo Mheshimiwa Rais mwenyewe ameeleza kwamba tarehe 29 ya mwezi uliopita taifa letu lilikuwa kwenye uchaguzi, kwa maana mwezi wa 10. Na uchaguzi huu sisi kwetu Dar es Salaam tunayo picha pana tunayoweza tukaendelea kushare na wenzetu. Yapo maelezo mengi kuhusu uchaguzi wenyewe, kwamba je, uchaguzi ulikuwa huru na haki? Tunaposema uchaguzi ulikuwa huru na haki, what are the indicators? Je, uchaguzi huu ulikuwa ni kiashiria cha demokrasia? Na kama ilikuwa ni kiashiria cha demokrasia, nini ilikuwa ni indicators zake? Lakini mwisho wa siku, kama ambavyo na ninyi wenzangu mmeshuhudia, mpaka tarehe 28 mkoa wetu ulikuwa shwari kabisa. Lakini kwa Dar es Salaam mpaka saa 5 za asubuhi mkoa wetu pia ulikuwa shwari kabisa. Nimekuja pia na ndugu yangu Albert Msando ambaye ni mkuu wa wilaya ya Ubungo, lakini pia tupo na ndugu yangu Mpogolo ambaye ni mkuu wa wilaya ya Ilala hapa tulipo, na tuko pia na mkuu wa wilaya ya Kigamboni ambayo inapakana tu hapa, ndugu yangu Mikaya. Wakuu wa wilaya wengine pia tutaungana nao, walikuwa pia kwenye majukumu kadhaa. Ukimuuliza mkuu wa wilaya ya Kigamboni kama alikuwa anasikia mabomu, basi alikuwa anasikia akiwa kwa mbali sana. Mkuu wa wilaya ni shahidi, wala tuzungumzi kwa hisia za kwetu binafsi. Kwa mantiki hiyo, ukienda pale Kigamboni ukasema uchaguzi haukufanyika kwa pale Kigamboni, manake wale ndio mashahidi wa kuulizwa kuhusu uchaguzi kufanyika ama kutokufanyika.
Hiyo ni sampuli moja tu katika mkoa niliyoirejelea. Lakini vipi kuhusu taifa kwa ujumla wake? Taifa ambalo ni nchi pana, je, kote huko kwa siku hiyo ya tarehe 29 kulikuwa ni sawasawa na kilichotokea katika barabara hii ya kutoka pale Kimara kuja mpaka hapa au mpaka pale walipoishia? The answer is no. Kwa sababu na sisi wazazi wetu hawako hapa Dar es Salaam, wanapatikana huko huko mikoani. Wao wanasema tunawaombea huko Dar es Salaam, tunawaombea huko Dar es Salaam. Kiswahili cha kuombea huko Dar es Salaam maana yake nini? Ni kwamba huku haijatukuta. Sasa tunapozungumza kitu, huwa lazima sana tuepuke ujumuishi mno katika usemeaji. Nikisema ujumuishi mno kwa Kiingereza ni fallacy of hasty generalization, kwamba unachukua sampuli ndogo unaicompare na unit kubwa, halafu una draw conclusion kutoka kwenye premises ambayo ni ndogo, halafu unahitimisha kwamba hivyo ndivyo ilivyo. Hatujakataa kwamba katika mkoa wetu tulipata dharura hiyo, tulipata dhoruba hiyo, lakini hata unapofanya research unasema nilikutana na matatizo kadhaa, na mimi kama mwalimu wa research na kusubiri mwishoni kuangalia ni kwa kiwango gani changamoto ulizokutana nazo ziliathiri research yako, ili sasa kama ziliathiri research yako tuseme kumbe majawabu unayotupatia si majawabu ya uandani, si majawabu ya field, na kwa mantikio research yako haiwezi kuwa na matokeo sahihi. Kwa hiyo sisi mkoa wa Dar es Salaam tunaungana pia na Mheshimiwa Rais kukubali yaliyotokea, lakini na kuendelea kutoa pole kubwa sana kwa Watanzania wenzetu. Kama mtakumbuka juzi pia katika hotuba yake, moja ya mambo ambayo ameendelea kuyarudia ni kuendelea kutoa pole. Tafsiri sahihi ya neno pole maana yake moja ni kukubali kilichotokea, lakini mbili ni kutoa neno la faraja kwa mtu yoyote yule aliyepata kadhia. Na kadhia hizi zipo kwa waliopoteza maisha, kwa waliojeruhiwa, kwa waliopoteza mali, kwa waliopoteza utulivu, kwa waliopoteza uchumi. Wote wanaingia kwenye jopo hilo kubwa kwa pamoja. Tukiwaita wana uchumi watuambie tulikula hasara kwa namna gani kwa muda wa siku 2 au siku 3, watakuwa na maelezo yao. Tukimwita mtu mmoja mmoja aje kueleza ulikuwa kwenye duka lako umeweka nyama ya namna gani ili uweze kuuza baadaye, ataeleza mambo yake. Tukimwita mtu mwingine pia aweze kueleza mambo yake, ataeleza pia mambo yake vizuri. Kwa sisi katika mkoa wetu wa Dar es Salaam, majimbo mengi uchaguzi unaendelea kufanyika. Nilikuwa naangalia kwa mfano kwenye picha kule Segerea kwa ndugu yangu Mpogolo, wale vijana walipoingia kwenye ile bar The Voice, kwa wanachukua mabia, wanachukua mavinywaji, ilikuwa almost karibu saa 12 kasoro hapo jioni kabisa. Kwa hiyo ndugu zangu, ninachoweza kusema kama ambavyo Mlilo amezungumza kwamba taifa linapoingia katika fujo, gharama zake huwa ni kubwa, zinamgusa initiator na zinamgusa ambaye hausiki kabisa na jambo hilo. Lakini jambo la pili, tunakubali kwamba katika jambo hili madhara yamewakuta waliofanya na wasiofanya. Nimesikia statements ambazo zimekuwa pia zikitolewa mara kwa mara na baadhi ya watu ambazo sizipingi au kuzipa majawabu kadhaa, kwamba kulikuwa kuna watu ambao wanauaua watu hovyo, wanauaua watu hovyo. Sasa hii neno hovyo na yenyewe ni jambo pia la mjadala, na kwa kuwa mpo hapa katika usemaji wa namna yote ile, mimi ambaye pia huwa ni mtu wa lugha kidogo, huwa lazima tuwe makini kuzungumza vitu ama kwa kutia chumvi, ambayo kwa lugha sahihi, kwa kutumia tamathali za semi, tungeweza kusema lazima tuepuke usemaji kwa kutumia mbaraga, au kwa Kiingereza mnaita hyperbole, kwa maana uzungumzaji wenye exaggerations ambazo wakati fulani hisia inaweza kutangulia kuliko jambo lenyewe ambavyo lipo. Sasa haya pia
ninyi kwa kuwa mpo katika usemezano wetu, tutakuja pia kuona jambo ambalo ni la muhimu. Lakini kukubali kwetu sisi kuja hapa kwenu ni jambo moja kubwa sana. Mimi siku zote huwa simuogopi mwandishi wa habari, kwa sababu nafahamu ni mwalimu mkubwa sana katika mambo mengi, akiwepo mhariri na wadau wengine wote wa habari. Lakini kinachonitishaga sana siku zote ni upotoshaji ambao ukiuangalia kuna vyombo vinavyoibuka havina mhariri wala havina mtu gani, na wakati fulani kwa sababu ya mielekeo ya taifa na watu wake na wadau, kwa sababu kila jambo lina wadau, unakuta jambo hilo linapata watu wengi kwenye mitandao au kwenye jambo gani, lakini limeshapotoshwa. Sasa kiongozi kuanza kutoka mara kwa mara kusema hapana, nilikuwa simaanishi hivyo, tayari huku maana nyingine inakuwa imeshatangulia, inakuwa ni kama kuanza kupambana na mwandishi wa habari au na mhariri au na vitu vingine. Kwa hiyo wote tukiwa tuna ule weredi wa kutosha bila kuoneana haya, mimi naamini kabisa kwamba chombo cha habari ni muhimili mkubwa sana wa dola, na ambao ukiwa kati ya serikali na wananchi, tunaweza tukapata manufaa makubwa sana pengine kuliko jambo lolote. Kwa ndugu zangu, yapo maelekezo ambayo Mheshimiwa Rais ameyatoa kupitia hotuba zake mbalimbali. Hapa ninayo hotuba aliyoitoa bungeni, ambayo ilikuwa ni hotuba ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan wakati wa kufungua bunge la 13 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dodoma tarehe 14 Novemba 2025. Mambo ambayo ameyazungumza katika hotuba yake ni mengi, lakini jambo la kwanza kubwa sana sisi kwetu, pamoja na mambo mengine mengi, ilikuwa ni kuhakikisha miji yetu inarudi katika hali iliyokuwepo awali. Na mimi katika mkoa wangu wa Dar es Salaam pamoja na wenzangu tulipata pia ugeni wa Mheshimiwa Waziri Mkuu, ambaye na yeye alikuwa anakuja kufuatilia kuhusiana na maelekezo ya Mheshimiwa Rais. Na moja ya mambo ambayo sisi kwetu pia tulipata madhara ni miundombinu kuharibiwa, ikiwemo miundombinu ya dati, miundombinu ya udarati. Nikisema miundombinu ya udarati au nisema miundombinu ya Moffat, udat au uda au dati yeye anamiliki hiyo miundombinu hiyo. Miundombinu yake iliharibiwa, ikiwa ni pamoja na vituo vya mwendokasi, ambayo sasa tumeanza kuifanyia kazi ili usafiri ule uweze kurudi kama ulivyokuwa awali. Lakini ndani ya ile miundombinu wapo watu wanaotoa huduma, ambapo barabara ya kwenda Kimara kuna mtoa huduma mmoja ambaye bado hajaingiza mabasi yake, ambaye anaitwa Transda. Barabara kwenda Kilwa Road hii kuna mtoa huduma mmoja anaitwa Moffat. Na barabara hii ya kwenda Gongo la Mboto atapatikana pia mtoa huduma mwingine ambaye sasa anaweza kuwa udat au akawa mtu mwingine kulingana na masuala ya kiushindani. Sasa miundombinu hii, ndugu zangu wahariri, imekushaanza kufanyiwa kazi, na mpaka leo hii tunapozungumza, Waziri wa TAMISEMI ameagiza kwamba mabasi ya mwendokasi kutoka gerezani yaanze kwenda moja kwa moja Kimara. Lakini kwa muda huu tumeshazindua kutoka gerezani kwenda mpaka pale Ubungo Maji. Kwa nini kwenda mpaka Ubungo Maji? Kwa sababu ndio mahali ambapo miundombinu yake angalau inaweza kuruhusu kuswap zile kadi na kukata nauli na vitu vingine. Lakini sio kwa vituo vyote. Vipo vituo ambavyo tunaruhusiwa kushusha tu na sio kupakia, kwa sababu ukipakia manake mtu ataingia bure, kwa sababu hakuna zile mashine za kuweza kuswap. Sasa mashine hizo mpaka sasa, ndugu zangu wahariri, zimekwishaagizwa, tumekwishaingia kwenye manunuzi ya dharura ili kuhakikisha kwamba miundombinu hiyo yote inarudi katika usalama wake. Pamoja na hiyo, barabara ya kwenda Kilwa, hii barabara ya kuelekea Mbagala, mabasi nayo yamekushaanza kufanyiwa kazi. Na kama ambavyo mlisikia hotuba ya Mheshimiwa Waziri Mkuu alipokaa na ninyi wenyewe, alitaja pia mabasi yaliyoharibiwa na mabasi yaliyochomwa moto. Lakini pamoja na mabasi yaliyoharibiwa,
na mabasi yaliyochoma moto, kauli yangu tunaishia kule kule mwishoni kwamba bado haijaathiri kurudisha huduma hiyo kwa wananchi, kwa sababu mabasi yaliyochoma moto ama mabasi yaliyoharibiwa hayajaathiri, kwa maana kwamba idadi yake haikuwa kubwa kiasi kwamba tunaweza tukasimamisha huduma hiyo kwa sababu ya uharibifu wa mabasi. Huduma ilisimama kwa sababu ya uharibifu wa vituo vya kupakilia abiria na kushushia abiria, ambavyo ndivyo tunapata nauli na vitu vingine vya namna hiyo. Lakini jambo jingine katika maelekezo ya Mheshimiwa Rais katika hotuba zake nyingi, ikiwemo hotuba ya juzi alipokuwa anaongea na wazee, moja jambo ambalo alisisitiza ni kuhusu taifa kuwa taifa huru, a sovereign state. Ndugu zangu, nafikiri tunafahamu kwa dhati kabisa kwamba baada ya mataifa yetu kuwa huru, uhuru una mambo mengi, na uhuru sio mchakato wa siku moja. Mnaweza mkatangaziwa kuwa huru leo, lakini bado mkaendelea kukonsulti, kupewa baadhi ya vitu na mambo mengine namna hiyo, mpaka pale ambapo unaona kabisa sasa taifa hili liko huru. A sovereign state, hata katika kwa mujibu wa sheria kabisa, ni kwamba Mheshimiwa Rais juzi anapohutubia alizungumza pamoja na mambo mengine, akazungumzia kuhusu kuinyoshea taifa vidole, kuliwekea taifa masharti na vitu vingine vya namna hiyo. Lakini akauliza, wewe ni nani unayefanya jambo hilo katika taifa lilo huru? Kwa nini president anasimama na kuzungumza vile? Tafsiri zinaweza kuwa nyingi, lakini mwananchi wa nchi yoyote anaweza kujisikia fahari akigundua na akiendelea kujua taifa lake liko huru. Na uhuru haupo kwenye nafsi au haupo wapi. Moja ya watu wanaopaswa kwa namna yoyote kulinda sovereignty of the nation ni mkuu wa nchi, na ndio maana anaitwa rais, lakini anaitwa amiri jeshi mkuu na mkuu wa majeshi ya ulinzi, kwa maana kwamba tunapolinda mipaka yake na tunapolinda mambo mengine yote hayo, tuna exercise pia zoezi kubwa sana la ulinzi wa uhuru wa taifa lake. Kwa hiyo ilikuwa ni jambo moja la muhimu ambalo sisi kwetu kama wana Dar es Salaam tuliona heshima kubwa mkuu wa nchi kwamba wananchi msiwe na mashaka na taifa ambalo ni huru, is a sovereign state, na kwamba taifa hili liko na rais ambaye ataendelea kusimamia matakwa ya watu. Lakini vile vile katika hotuba yake, kama mlizingatia vizuri, alizungumzia umuhimu wa kuendelea kuliunda taifa katika umoja na pengine kuepuka chuki zisizo na za lazima. Kwa mfano, ndugu zangu wahariri, mimi nina rafiki zangu ambao siwezi kuwataja, ila nina rafiki zangu ambao wamekuwa ni marafiki kweli kweli kabla mimi sijawa regional commissioner. The moment mimi nimekuwa regional commissioner, nikaanza kuona wanajidistance. Mimi nikisogea wakati fulani wanajidistance, lakini tuminongono huku pembeni nikitupata, sema huyu jamaa baada ya kuwa regional commissioner amekuwa ni mtu wa majigambo sana. Huyu jamaa baada ya kuwa regional commissioner amesahau kabisa alikotoka. Nataka niwathibitishie ndugu zangu, huu ni mfano mdogo sana ambao nimeuchukulia, lakini ukiangalia vizuri sana pia katika mwenendo wa taifa letu kuna investment kubwa sana inayofanywa wananchi kuchukia serikali au viongozi. Lakini ukiuliza kwa nini, mimi nikitokea kwa mfano Albert Chalamila, hebu nieleze kwa nini? Unajua nyinyi viongozi mmesahau mlikotoka. Sasa tumesahau vipi? Kwa mfano mimi kama Albert Chalamila huwa nina sifa yangu moja inaitwa vulnerability based trust. Huwa nawaambiaga wenzangu kwamba as a leader lazima uwe vulnerable, ambayo sifa ya vulnerability based trust always is equal to honest feedback. Inakupelekea kuwa na feedback sahihi kuhusu jambo lolote unalowauliza watu. Kwa mfano kiongozi ukisema
vipi leo nimeongeaje? Wapo watasema bosi, hamna shida kabisa. Lakini yupo mtu atakayesema bosi, leo kile Kiingereza hakikuwa sawa sawa. Leo mpangilio ule haukuwa sawa sawa. Leo data ulizozitoa hazikuwa zenyewe. Huyu mtu anayemwambia kiongozi mwenzie au kiongozi wake, reaction ya kiongozi ikiwa ni kumchukia huyu aliyempa ukweli na honest feedback hiyo, huyu kiongozi hana sifa ya ile vulnerability based trust. Na kwa mantiki hiyo, sisi kama viongozi lazima tuwe na hiyo sifa, ili tusikilize watu mnasema nini. Sasa inafika kipindi ujenzi wa hoja hizo. Juzi nilikuwa Iringa zamani, Walili, nilikuwa Iringa pale. Mtu mmoja akasema, nimekuja kuomba kazi. Kaniletea na CV. Akaniambia, kwenye vile vituo vyako vya mafuta hauna nafasi. Nikasema vipi? Akasema kile pale kiko njia panda Tosa Maganga, kile pale kiko si njia panda wapi. Sasa nikaanza kurejesha, mimi sijawahi hata kujenga kituo cha mafuta. Lakini huyu bwana amekuja akiwa very sure kwamba mimi na kituo cha mafuta. Na inawezekana pengine kwa mtu aliyemchukia Chalamila angeweza kwenda pengine kuchoma kituo cha mafuta kile kwa yule mtu ambaye amekopa pesa benki na analisha familia yake kwa chuki kwamba hiki kituo cha mafuta ni cha Chalamila. Lakini ukweli wa Mungu kabisa, kituo hicho wala kijawahi kuwa cha kwangu, wala hata sifahamu kimejengwa saa ngapi. Lakini kwa sababu nia yake ilikuwa ni ya ajira, nikamwambia bwana, hebu samahani, ngoja nizungumze na ndugu zangu wenye vituo vya mafuta pale Iringa. Nikawataja, alafu nikasema CV hiyo nitawapatia. Lakini baada ya muda amekuja kunipa taarifa kwamba walimpokea na ameajiriwa, na alionipigia simu nikasema kweli anafaa, mpeni tu gari hiyo, anaweza kuwa msaada. Lakini kama atafanya uharibifu, basi tutasimama pale kwa pamoja. Sasa ninachotaka kusema ni nini? Maneno na maelezo kama haya yakidakwa na muhariri au chombo cha habari kwamba Chalamila huyu ana ukwasi huu, mwananchi wa pale chini ana trust sana jambo linalotoka kwa mwandishi wa habari au lilotoka kwa muhariri kuliko jambo lolote. Sasa ikifika kwenye kadhia, ndio yale ambayo alikuwa anauliza dada yangu Joyce au ndugu yangu Kibanda kwamba je, umeandika kwa kuwa uliniuliza mimi nikasema ni yangu, au umeandika kwa sababu ulisikia watu wakisema kwamba mimi na kituo cha mafuta, au umeandika kwa sababu ulisikia jambo hilo? Sasa the same kwa mkuu wa nchi, the same kwa mawaziri, the same kwa nani. In connection na hili, kama wenzangu wamezungumza, ndugu zangu Walili na wa vyombo vya habari, mimi ni waombe sana, mahali popote linapozungumzwa jambo lolote lenye interest ya kuweza kuliandika ama kulitolea ufanuzi, mtu yoyote anayehusika, ni vizuri mkabalance story ili Watanzania wapate hadithi za pande mbili, hadithi za anayesema na hadithi za unayesemwa. Halafu kama mtaona kuna jambo lolote, hapo ndipo tunaingiza kitu kinachoitwa uchanganuzi wa kina kuhusu ulichokisikia, deep analysis of what you have heard. Ukishafanya namna hiyo, manake wewe unakuwa sasa unafanya analysis ya results, analysis ya ulichokisikia, halafu ndio unakitoa ukiwa katikati ya ulichokisikia na katikati ya msemwa na katikati ya yule ambaye amezungumza. Kwa hiyo hoja Mheshimiwa Rais imekuwa tusije tukapaisha chuki katika taifa, halafu mwisho wa siku tukajikuta sisi wenyewe tena inakuja kutudhuru. Mfano, juzi tumeona vituo vya mafuta vya Leki vinachomwa moto, kwamba vituo hivi ni vya Jakaya Mlisho Kikwete. Tumeona mabasi ya Esther yanachoma moto, wanasema mabasi haya ni ya Mwigulu Lameck Nchemba. Sawa, basi hawa waliochukiwa mmekushafanya namna hiyo. Sasa na huyu dada ambaye duka lake liko pale Sinza, duka lake liko pale Kimara, mmelibomoa lile duka, mmechukua simu zake, mmechukua sio vitu gani vyote, ambaye ni mtu wa chini kabisa katika nchi yetu na katika uchumi wake. Huyu naye kosa lake ni nini? Hapo kumekuwa kuna contradiction, what we can easily call this statement, kwamba tuite maandamano au tuite vikundi vya kihalifu.
Ukisoma hapa nina waraka pia hapa wa TEC huu hapa, ambao pia Mheshimiwa Rais aliutaja. Ukisoma humu wanaita waandamanaji. Hii ni tafsiri. Tuseme tusite tafsiri. Tafsiri kwa Kiingereza ni translation. Hii ni fasili. Ni definition. Lakini nikimchukua ndugu yangu mawakuu wa wilaya ambao walikuwa huko kwenye mawilaya. Mimi niliwahi kutokea hapa, niliwahi kusindikiza maandamano ambayo nilianzia kule Mbezi Mwisho. Yale maandamano yakatembea yakaja mpaka huku mjini. Mimi nilikuwa miongoni mwa watu niliyesindikiza. Yale hayakuwa na jambo lolote la visu, la mapanga, la minyororo wala kitu chochote. Lakini hiki kilichotokea juzi, kwanza vijana walikuwa baadhi yao walivaa maski kama mliwaona. Kuna footage nyingi tu. Lakini mbili, ukiangalia walikuwa na maminyororo fulani ya kubomolea ile milango. Wanaingia ndani, wanaanza kusomba yale mabia, wanasomba mavitu kwenye supermarket. Alafu tatu, pale walipokuwa kule Kimara, kwa sababu lazima tuwe na story kwamba hivi vitu vilianzia wapi? Yaani vilianza tu Dar es Salaam au vilianzia wapi? Kwa sababu inawezekana nyinyi wenzangu pia labda mkwepo kwenye eneo la tukio. Pale Kimara mwisho, pale Kimara pale kituo kile Msando, kile kituo kinaitwaje? Baruti kule. Vijana waliokuwa pembeni ya barabara wakaingia barabarani, wakafunga barabara, kurusha mawe na kuchoma magari. Sasa kitaaluma, nyinyi wenzangu mtajadili kwa kina, kwa sababu taaluma hupingwa kwa taaluma. Tuite maandamano. Mimi nadhani ni maandamano kabla tarehe 28, kabla tarehe 29. Yalisemwa ni maandamano kabla tarehe 29. Lakini je, tarehe 29 kicho kuja kutokea ndio yale yaliyokuwa nasemwa au yalikuja kwa sura tofauti? Na kama yalikuja kwa sura tofauti, tukiri basi kwamba yalikuja kwa sura tofauti. Je, kulikuwa kuna mabango labda yaliyoandika kitu ili labda tuweze kusoma? Na wengine wakasema hapana, nguvu mlitumia kubwa mno. Kubwa mno. Hasa neno kubwa mno nayo ni relative term. Kubwa mno maana yake nini? Kwamba wakati kituo kinachomwa cha kwanza, kituo cha pili kinachomwa, sisi kwenye majeshi huwa tuna vitu mbalimbali. Kuna branco, kuna rubber bullet, kuna bullets zenyewe, kuna vitu vingine vya namna hiyo. Kila kimoja matumizi yake is according to context, according to situation and according to the enemy. Kila kimoja. Sasa ukikaa unasikia twende tukachome matenki, twende tukafanye hivi, yani unasikia ukikaa. Sababu wenzangu wote hao walikuwepo wote hao. Sasa mwisho wa siku, nani anayependa mwenzake adhurike na apoteze maisha? Sababu if that is the case, mbona ilikuwa rahisi sana saa tano tu ile mambo alivyoanza? Mbona ilikuwa rahisi kabisa pale? Wamekuja mpaka pale Shekelango. Mbona ilikuwa rahisi sana pale kufanya kama ni hayo mauaji ambayo yanazungumzwa? Mbona ilikuwa ni rahisi kabisa pale? Lakini sidhani kama jambo hilo lilitokea pale. Sasa with the time unaanza kujua nafanyaje. Utaanza kukimbia, una bastola mfukoni. Mwisho unakimbia unakuja kushtuka kumbe nina bastola mfukoni. Unakwenda unasema labda nipige juu. Unakimbia. Jamaa amekaza mwendo. Sasa nifanyaje? Unaanza kugeuka. Kwa hiyo mimi nikiri kwamba hakuna kiongozi yoyote, kwanza hata mimi mwenyewe niwe mkweli as a regional commissioner, unapata stress ile ya moja kwa moja kwamba kwa nini watu wangu hata kama ni wawili au watatu wapungue katika mkoa wangu. Unapata ile stress. Sasa mwisho wa siku ni mjadala, nyinyi kwa kuwa mpo. Nani alianza kuchoma kituo cha mafuta? Nani alianza kufunga barabara? Ni polisi au ni tunayemuita mwandamanaji? Yaani hii nalo ni muhimu kulijadili. Ni nani alianza kufanya vitu hivyo? Sasa baada ya yote, ukiangalia hotuba ya Mheshimiwa Rais, anakuja anasema
Ukiangalia hotuba kabisa, Mheshimiwa Rais anasema nimeona nisamehe. Nimeona nisamehe. Anasema ninatoa msamaha huo kwa sababu hata maneno ya Mungu katika kitabu cha Luka sura 23 mstari wa 34 anasema, na hapa na nukuu, Yesu akasema, Baba uwasamehe kwa kuwa hawajui wanatendalo. Maana ya msamaha, maana yake nini katika speech ya Mheshimiwa Rais? Ni kwamba let's now forget. Hebu tuache hapo. Halafu baada ya hapo tuchukue yale yote ambayo ni malalamiko ya watu wetu, tuanze kuyafanyia kazi. Sasa moja kitu ambacho amekifanya ni kuunda tume. Tume hii, ndugu zangu waandishi wa habari na wahariri kwa ujumla, wengi au wachache wanasema sasa tume gani haiko huru. Mtakumbuka tume nyingi ziliwahi kuundwa, tume za kina Mzee Nyalali, tume nyingi za kina Warioba. Ni vizuri kuja kuquestion matokeo ya tume. Ni vizuri kuja kuquestion watakachowasilisha kuliko kuquestion integrity ya combination ya tume. Tume ina mambo yake, itakusanya taarifa, kwa itamhoji mtu yoyote wanayotaka. Lakini lengo lake ni kwamba ni ili kifanyaje. Na hapa naomba niwape mfano mdogo sana, ndugu zangu wahariri. Mimi nikiwa Kagera, kama mnakumbuka vizuri, ndege ya Precision ATR42 iliingia kwenye ziwa Victoria, ilizama kwenye ziwa Victoria, kama mnakumbuka vizuri. Na ilipoingia pale kwenye ile ndege, mimi nilikuwa kanisani siku hiyo. Imeingia, kijana wangu mmoja akaja kanifuata hapa kwa ndege imezama pale kwenye maji. Nilipokimbilia pale kwa sababu ya kule kupaniki, taharuki na kila kitu, pembeni kulikuwa kuna kamtumbwi kadogo ambako kako karibu kabisa na ile ndege. Huku kuna makelele na vitu vingine. Baada ya muda ule mlango ulifunguka, na baada ya muda lile bawa, kwa kuwa lilikuwa lina kauwazi, limevunjika, kuna mtu mmoja akapenyea kwenye lile bawa, akasimama akakaa kwenye lile bawa pale. Sasa wakati wale wanatoka wanaruka moja kwa moja wanaingia kwenye kale kamtumbwi, wametaharuki, wamepaniki. Walipokwenda moja kwa moja huko, ile siku ya kwanza jioni, tukawa tunawashukuru wale watu wenye mtumbwi. Alafu tukasema kwa kweli hongereni sana. Sasa tukamuuliza kijana moja na vijana wengine waliokuepo, wakasema asingelikuwa huyu kijana anaitwa bwana asingekuwa huyu Majaliwa, huu mlango wa ndege haki ya Mungu usingeweza funguliwa. Tukamuuliza Majaliwa, Majaliwa, hebu tueleza. Akasema mimi nilishika kasia nikabonda si namna hii. Akasema pia nilidive kwenda chini, nikaona kule wale marubani na nini. Tukamuuliza Majaliwa, ulivyo dive kule chini uliona wale watu wako hai? Akasema mimi niliwapungia kabisa mkono, maana nisikuwa na namna. Basi na sisi kwa ushujaa wala bila siasa tukasema kijana huyu anastahili pongezi kwa kuweza kufungua mlango na kuweza hicho kimtumbwi kuweza kusafirisha watu pale. Na tukaongea pale na viongozi wangu kwamba jamani, huyu mtu tumpe hata zawadi. Na hivi ninavyozungumza ni askari wa jeshi la zimamoto na uokoaji, yuko hapa Temeke hapa, amepangiwa kituo chake hapa. Kuhusu uwezo wake wa kudive hauna mashaka, kwa sababu ni kweli kabisa na dive. Wakati ripoti imetoka, wakati ripoti imekuja ya Mbarawa sasa, ya Mheshimiwa Mbarawa profesa, ikasema ule mlango haukufunguliwa na Majaliwa. Akaniambia, Chalamila, unacha kusema hapo? Nikasema ningeshangaa kwamba yale matokeo ya kwanza tukio tumetaharuki wote yanafanana moja kwa moja na ripoti iliyokuja baada ya utulivu. Kwa ninyi mlipotulia sasa vizuri, mkaangalia makamera, mkaangalia manini sijui kwenye mandege humo, kila kitu mkaangalia, ndio mkaja na matokeo sahihi ambayo yanasema mlango ule kwa kweli ulifunguliwa na yule bwana. Lakini kajiuliza, kwani ule mtumbwi nao ulikuwa kwenye ndege? Tukasema hapana, haukuwa kwenye ndege. Basi huyu bwana afaidike kwamba hata kusogeza tu kama mtumbwi kalikobeba wale watu, basi ilikuwa ni faida. Wacha tuache hivyo hivyo. Hoja yangu ya msingi ni nini?
Hoja yangu ya msingi ni nini? Ni kwamba wote tukiwa tumetaharuki, mwandishi wa habari hayupo, mabomu yameanza kupigwa, mara tunaambiwa kwamba kuna watu wamefariki, si jambo jepesi mkawa na ukweli mmoja kuhusu tukio hilo. Mheshimiwa Rais kuunda tume katika hali ya utulivu, maana yake ni kwamba tume itapata muda mzuri wa utulivu wa kuhoji watu wakiwa wametulia vizuri na vichwa, kuweza kuangalia kwamba je, eti hivi huu ni ugomvi wa kisiasa kama tunavyoaminishwa, au kuna jambo la ziada katika siasa? Kwa sababu kama ni ugomvi wa kisiasa wa kwamba mimi nitakuwa mtawala bora wa kuja kuokoa maisha ya watu, kwa nini sasa huyu anayeitwa mwandamanaji anabomoa tena maduka ya watu wa chini wanaotafuta rehema ya utawala bora? Nasema basi hebu tuache kusema kwanza, tuende sasa kwenye kamati, tuende kwenye tume ambayo kwa utulivu kila mmoja akihojiwa, hata wewe Chalamila ukihojiwa vizuri kwa utulivu, kwa sababu mimi kwa siku ya kwanza, pili, ya tatu hata ungenihoji, nina uhakika pia kwamba brain yangu pia haikuwa sawa sawa. Sababu kwa mfano juzi hapa nakumbuka nilikuwa naendesha gari, niko peke yangu tu jioni na kwenda zoezi. Kuna majirani walikuwa wana sherehe, wanapiga mafataki. Mimi niliposikiliza ta nikapiga spidi kubwa. Sasa naelekea ambako sielewi ndiko adui alipo ama ndiko adui hayupo. Baadaye akili imenijia pale mbele, nikageuza nikasema, mbona haya magari yanaendelea kwenda huku, ngoja na mimi nipige U-turn. Sasa katika hali ya kawaida ungenihoji mazingira yale, ningesema kuna watu wananitafuta mimi, kuna watu wananitafuta rasi, kuna watu wananitafuta, watu bado wabaya kabisa. Kumbe maskini wa Mungu wa Hindi sio nani wanapiga mafataki. Sasa tukiulizana kwa utulivu, ndio maana Mheshimiwa Rais anaunda tume kwa utulivu, tuipe muda ili watu waweze kueleza mambo kwa undani, kwa utulivu, pasipo kupaniki kwa aina yoyote, lakini maumivu pia yakiwa yanaendelea kushuka, kuheal, ili uweze pia kueleza jambo pasipo kuwa na hisia na miemko. Ili ripoti ile ikipatikana, ndugu zangu, mtu anasema walikuwa ni askari wametoka nchi nyingine wanapiga mabunduki. Sasa ripoti ile itasema, je, ni kweli walikuwa ni watu wa nje? Tukiangalia hata kwenye baadhi ya kamera, mtu anasema watu walikuwa wanafuatwa ndani wanapigwa tu bunduki namna hii. Je, ni kweli kwamba watu walikuwa wanafuatwa ndani wanapigwa bunduki, au wote kwa pamoja tulipaniki tukakuza tukio, halafu wote pia tukaanza kuwa na hofu na taifa letu wenyewe? Sasa wote tukiwa na hofu na taifa letu, tutakimbilia wapi? Nimeutaja waraka wa teki na mambo yote ambayo yameandikwa humu, yameandikwa mengi sana mambo, na Mheshimiwa Rais pia aliurejelea waraka huu. Yapo mambo ambayo kwa mfano ya katiba mpya, Mheshimiwa Rais ameeleza hapa ndani ya siku 100, na sisi tumeshapata maelekezo ndani ya siku 100 tume Wizara ya Katiba pamoja na taifa kwa ujumla wataanza mchakato. Lakini Mheshimiwa Rais akasema hatuwezi kuanza na mchakato wa katiba, lazima tuanze na mchakato wa maridhiano, ili tunapokwenda kwenye katiba tujue tunaamua nini tulichoridhiana, ambacho kwanza tunadhani kinaweza kuingia kikawa sehemu ya katiba zetu. Kwa mimi kama mkuu wa mkoa nilikuwa nafuatilia, kwa mfano nilifuatilia siasa South Africa, nikaangalia chama cha tawala na vyama vingine vya upinzani vya kina Malema, vya kina Musi. Nikaangalia je, baada ya uchaguzi na baada ya kushindwa nini kilitokea. Nikaenda Zambia, nikaangalia chama cha UPND sijui cha ndugu yangu Hichilema. Nikaangalia wakati wa kwanza akiwa ameshindwa nini kilitokea. Nikaenda Nigeria, nikaangalia uchaguzi wa kwanza ule wa ndugu yangu Atiko Bakari aliposhindwa nini kilitokea, kabla ndugu yangu Jonathan na ambaye naye alikuja tena kushindwa nini tena kilitokea. Nikaenda mpaka Ghana, nikaangalia chama cha upinzani cha ndugu yangu John Mahama pamoja na Nana Akufo, baada nao kushindwa nini kilitokea na chama chao. Nikaenda mpaka Botswana, chama tawala cha BDP na vyama vingine pia vya upinzani, chama cha Duma
baada ya mara kwanza kushindwa, nini tena kilitokea. Nimekwenda sehemu nyingi kuangalia, je, modal ilikuwa ni the same na Tanzania? Nikaona kabisa ilikuwa sio sawa na Tanzania. Sasa nini kifanyike? Ndio hiyo kwamba lazima watu wawe na fresh mindset ili wakae katika taifa lao waweze kuzungumza kitu ambacho kipo na kinaweza kikawa kina mustakabali mzuri kwa ajili ya taifa lao. Na mwisho, najua na ninyi pia mtakuwa na mambo mengi pia ya kuweza kutueleza sisi. Ukiangalia mambo ambayo pia yanazungumzwa. Juzi nilikuwa pia namsikiliza Dr. Kitime. Padre Kitime. Kwanza niweke interest. Padre Kitime mimi kwangu ni boss. Ndiye aliyeniajiri chuo cha St. Augustine, mimi nikiwa assistant lecturer. Na pia ni kiongozi wetu wa kiroho. Mimi ni Mkristo Mkatoliki. Na katika Ukristo wangu Katoliki huwa pia nina uwezo pia kuweza kuangalia mambo kiroho pia. Kwa sababu pia nasali. Na huwa pia na confess. Kwa juzi katika statement pia nilikuwa nasikiliza, na ambayo hapa pia imetamkwa hapa katika ule waraka imetamkwa kwamba askari wa jeshi la polisi walikuwa wanakwenda kwenye hospitali ya dini ya Katoliki kuzuia watu wasipate matibabu. Sasa hili nalo ni moja ya mambo ambayo ninyi wahalili na watu wengine vile vile tunakaa pia kusemezana kwamba polisi hawa wanalinda huku amani, alafu muda huo wanatoka kwenda hospitali kwenda kusema msitibu hawa. Mimi nadhani tunaweza kuwa na hoja nzuri sana ya kuisaidia serikali, lakini kamwe tusipresent hoja kwa mihemuko. Tusipresent hoja kwa mihemuko. Unaweza kuwa na hoja nzuri sana, nzuri mno, nzuri sana, lakini hoja, yani tusipitilize sana tukahamisha hoja ya msingi ya kulihudumia na kuliponya taifa ikawa ni hoja ya harakati. Niliwahi kwenye kikao kimoja cha dini, niliwahi kuzungumza siku moja kwamba mimi ninavyomuona kiongozi wangu wa dini, ninavyobendi namna hii kumsalimia kiongozi wangu wa dini, ninavyofanya hivi, sifanyi hivi kwa sababu namuona yule kiongozi wa dini on himself. Nafanya vile kwa sababu naiona taswira kwangu mimi Mkristo, naiona taswira ya Yesu Kristo kwake yeye. Na Muislamu anavyobendi namna hii kwa shehe au kwa kiongozi au kwa mufti, anaiona sura ya Mtume Muhammad kwake yeye. Sasa ile bending ya namna hii nao ibendi kwa Mheshimiwa Rais. Kwa Mheshimiwa Rais simuoni Yesu au simuoni Mungu mbele yake, na yaona mamlaka ya utii. Na ndio maana nasema shikamoo Mheshimiwa Rais. You see the difference? Huku nakiona kitu hiki, huku nakiona kitu hiki. Sasa kinachoweza kutokea pia kwa kiongozi wa dini, yeye mwenyewe akijisoften, akawa ni mwepesi, ile concept ya kumuona Kristo nani inaanza kutoweka. Halafu ikianza kutoweka, unaanza kumuona mtu wa kawaida. Ukianza kumuona mtu wa kawaida, inafika zile nyakati unakuta sasa Mungu anasema pumbavu, unasema pumbavu. Yaani kunakuwa kuna uoga tena kati ya mazingira hayo. Hali ikifikia hapo ya kumuona huyu kiongozi ni wa kawaida, manake mjue kuna jambo la kufanya. Hofu. Mchungaji anapozungumza na kusema wote fanyeni namna hii, tunamtii kwa sababu yeye mwenyewe tunamuona akiwa ni mtii kwa Yesu Kristo. Tunamuona akiwa ni mtii kwa Mungu. Tunamuona akiwa ni mtii kwa Mtume Muhammad. Sasa na sisi tunasema kwa sababu huyu amepewa nguvu, kwamba power and authority is delegated. Kama ambavyo Mheshimiwa Rais amedelegate power kwetu, hata kiuungu katika spiritual eye
tunaona kabisa kwamba power and authority pia ya Mwenyezi Mungu inakuwa delegated, na ndio maana watu hawa wanakwenda huku moja kwa moja, wanasoma mambo ya theolojia, wanasoma mambo ya filosofia, wanasoma mambo sio vitu gani vingi sana. Kwa hiyo kiongozi yoyote wa dini unapotaka kutafsiri jambo lolote, kuna nadharia inaitwa hermeneutics. Hermeneutics is a theory ambayo inakusaidia wewe kuchambua masuala yote kulingana na time, context, audience na vitu vingine, lakini kwenye context hiyo ya kibiblia. Into hermeneutics. Na hata ukiingia kwenye madhabahu hapa, hujihubiri tu kama Chalamila anavyozungumza. Kuna kitu kinaitwa homiletic. Homiletic ni is an art of preaching. Una preach kitu gani? Kwa nani? Kuhusu nini? Ndio maana watu wanaweza kukaa huyu mchungaji sasa naona hapa kwa kweli ameeleza vizuri. Mwingine anakaa na sasa mchungaji hapa tunaona kidogo hii ni kama chaka hii. Kwa nini? Kwa sababu huku wanakaa kimya, hawana uwezo wa kudialogue, na ndio misingi na culture ya mchungaji, padre au nani. That's misingi tu. Nimewambia hapo ndani kwamba pia nikaona maelezo yale yameenda mbali zaidi, kwamba TANESCO walizima umeme kuconspire na wahalifu waliotaka kumuua au waliomdhuru. Hii ni allegation kubwa sana. TANESCO ya taifa izimwe, umeme usiwepo ili hilo liweze kutokea. Kwa hiyo nimewaambia wenzangu wa TANESCO waliangalie pia kwa haraka, walichukue kama jambo kubwa sana la kisheria, walichukue kama jambo zito linaloweza pia kwenda kwenye mjadala katika jicho jingine, waangalie hii kitu imekaaje. Je, ni kweli kuna vijana wetu sisi katika TANESCO walifanya mchezo huo na bila sisi kujua? Ikiwa ni pamoja na malalamiko mengine ambayo yapo, ambayo yanayodaiwa kuwa yanaongeza chuki. Moja ya jambo ambalo linadaiwa ni utekaji. Mambo ambayo yanasemekana kwamba yanaleta chuki kubwa katika taifa: moja, utekaji; mbili, kukosekana kwa ajira kwa vijana; tatu, wananchi kutosikilizwa; nne, viongozi kuishi maisha ya starehe; tano, matumizi mabovu ya rasilimali za umma; sita, matumizi ya nguvu kupita kiasi. Haya ni baadhi ya mambo ambayo wananchi wetu wanasema wanayachukia. Ni kweli kabisa. Sisi katika mkoa wetu wa Dar es Salaam, naomba tu nihitimishe na nyinyi wenzangu pia muweze kuzungumza. Sisi katika mkoa wetu wa Dar es Salaam tumejipanga na wenzetu. Hata sisi wenyewe tunalaani sana vitendo vya utekaji. Hii naomba mlielewe kabisa. Kama mnakumbuka, kuna siku moja pale Kiruvya kuna mabwana moja mabonge walikuwa wanamchukua bwana moja kumpakia kwenye noa. Kama mnakumbuka vizuri. Mmemsahau tu jina yule kidogo. Tarimo. Ukienda kuangalia kitu ambacho kilikuwepo pale, ilikuwa ni masuala pamoja na mengineyo yaliyokuwepo, ni masuala kimapenzi. Katumika dada mmoja ampigie simu yule bwana, wakutane kwenye kale ka hoteli kaliko kuwepo pale. Yule bwana anapokwenda pale hamuoni yule dada, lakini anaona kuna jamaa wengine ambao wako pale. The moment tumetangaza, wote wakakimbilia njia za Ifakara na sehemu zingine. Tukabahatika kwenda kuwakamata na vitu vingine vya namna hiyo. Ripoti ilitolewa na jeshi la polisi. Lakini kinachosemwa hapa kwamba mbona hamzungumzi kwa sauti kuhusu utekaji? Na nataka niwaambieni brothers and sisters, ni vitu ambavyo wakati fulani mtu akipanga kuwa na nia ovu katika taifa, anaweza yeye mwenyewe akaangalia hivi ni mtu gani nikimspot, jamii moja kwa moja itasema aliyefanya hivi ni huyu. Nadhani kisheria mnajua vizuri hiyo ni jambo gani. Mume na mke wanaweza kagombana ndani ya nyumba, wakaa kwenye ugomvi wa muda mrefu, lakini mtu akaja na interest akamdhuru mwanamke au mwanaume katika wale waliogombana, akijua kabisa kwamba baada ya kudhurika huko atakaye kuja kunyoshewa mkono kwa haraka ni either or katika wale.
Hiyo ni assumption ya kwanza. Lakini assumption ya pili ni kwamba jambo hili linapotokea katika mikoa yetu sisi, nyie mnafahamu wakati fulani sio jambo jepesi kabisa. Hata mimi mwenyewe kiongozi, ni kweli kuwa wanakuwa na vyombo vya dola, lakini sio kweli kwamba nakuwa nao muda wote kabisa kabisa, kwamba hata pale nyumbani muda wote nipo nao. Hapana. Huko nje kinaweza kufanyika jambo kwa nia kabisa ya uhalifu kabisa, lakini mwisho wa siku ikawa ni mazingira gani jambo hilo limetokea, tuna teknolojia gani ya kuweza kubainisha kwa haraka jambo hili, tuna jambo gani naloweza kwenda namna hii. Ni kama kwenye huu uchaguzi, wao wanasema polisi wameua. Hiyo ni statement ya kwanza, lakini ikija kubainika, nachukulia tu kwa mfano kwamba kundi la pili lilikuwa na silaha, lilikuwa na visu, lilikuwa na mapanga, haya yenyewe yanaweza kuwa alifanya kazi kwenye nini? Yanachukulia tu mfano. Kwa nini? Ni kwamba by concept mshika bunduki ni polisi. Lakini why if kuna jambazi ambaye na yeye kaingia humo kwenye huo mkumbo, kashika naye bunduki yake itakuwa ilimpiga nani? Huu ni mfano, sivyo navyotaka kusema. Lakini nani atakuja kusema haya? Tume iliyoundwa inaweza kudetail zaidi, tukaja kufikia huko. Kwa sisi na wenzangu hawa wakuu wa wilaya hawa tunakemea sana masuala yote yanayohusiana masuala ya kiutekaji. Na pale Pagara pale, mnakumbuka ilikuwa imeanza wakati fulani kuteka watoto, kubaka watoto. Tulifanya kazi kubwa sana pia kushikana vyombo vya dola. Lakini nyie mnafahamu katika matukio haya yapo ambayo yanaweza kwa haraka sana uchunguzi wake ukakamilika kwa haraka kutokana na nature tukio lenyewe. Lakini yapo matukio ambayo uchunguzi wake pia unaweza kuchelewa kulingana na nature tukio lenyewe. Lakini pale ambapo mtu anasema nataka majibu sasa hivi, nataka majibu muda huu. Sasa majibu muda huu pia huwa linaweza likawa ni jambo jepesi au lisiwe jambo jepesi kulingana pia na taifa letu lilivyo. Lakini kuna mambo pia ajira kwa vijana. Ndugu zangu wahariri wa vyombo vya habari, vijana wa vyuo vikuu ni kweli kabisa wanalalamika, ni kweli kabisa. Lakini je, ni wote au wapo ambao wamepata bahati ya kuajiriwa kwenye private sector au kujiajiri au kuajiriwa na public sector? Mwaka 2005 mimi nimekwenda chuo kikuu mwaka 2005, nimekwenda UD mwaka 2005. Mtu aliyepata division 1 ya .9 alikuwa anakwenda diploma. Yani mimi wa 2005, achana na your age, achana age na kina brother Kibanda na nani. Mwaka 2005, achana age za kina Msando. Mwaka 2005 mimi nilikuwa nakwenda chuo kikuu, lakini mwenye division 1 ya .9 alikuwa anakwenda diploma, anakwenda kusoma ualimu. Wakati huo public university ilikuwa ni University of Dar es Salaam na matawi yake. Hii UCRAS, hii ardhi ilikuwa ni UCRAS, ilikuwa ni sehemu ya UD. Hii mnayoiona ilikuwa ni SUA, ilikuwa ni Muhimbili ndio inasimama kutoka kwenye college kwa full fledged university. Ilikuwa ni nadhani ndio vilikuwa vinaishia namna hiyo. Halafu University of Dar es Salaam 2005 ikaanzisha tawi Dusi. 2006 ikaanzisha Muse. University of Dar es Salaam wakati tayari kulikuwa kuna branch nyingine. Bodi ya mikopo 2004 ilikuwa haisomeshi mwanafunzi anayekusoma private universities, ikiwemo Tumaini na ikiwemo St. Augustine. Ilikuwa ukifaulu unataka kwenda kusoma kuunganisha, mnakumbuka wakati wetu tulikuwa tunakaa mwaka mmoja kwanza. Anataka kuunganisha alikuwa anakwenda anakaa mwaka anakwenda kujisomesha mwenyewe kwa kulipa ada. Mwaka 2005 bodi ya mikopo ikarekebisha, ikaanza kwenda kusomesha mpaka wanaokwenda kwenye private universities. Kwa lugha nyepesi nini manake? Udahili ukaanza kuongezeka. Lakini sisi wakati pia tunasoma kwa umri wetu huu ambao bado haujaenda mbali, kulikuwa kuna wanafunzi wenzetu very bright, lakini hafanyi mtihani au anafanya mtihani na cheti achukui kwa sababu hajalipa ada ya mtihani. Na wakati fulani haendi tena kuendelea kwa sababu ya hiyo ada. Serikali ikasema tutoe maada haya kote
zibaki tu michango mingine ya wazazi katika kumsomesha mtoto. Kitendo cha kutoa ada O level advance kumeongeza udahili hapa juu wa vyuo vikuu. With the same notion, tunakuja sasa kwamba baada ya udahili kuwa mkubwa hapa chini, usajili chini na TCU na chini na NACTVET, vyuo vikasajiliwa vingi sana. Baada ya kusajiliwa vyuo, kozi nazo zikaongezeka kwa sababu ya dunia yetu jinsi ilivyo pia. Hapa juu tumekuja kuwa na wanafunzi wengi. Baada ya hao wanafunzi wengi kuwa hapa juu, wapo wanaopata ajira. Na mwaka 2015 kama mnakumbuka, wakati hayati John Pombe Magufuli anaingia madarakani, nyewe mnakumbuka, ndipo hata ajira za walimu zilipoanza kusimama kupisha lile zoezi la uhakiki wa vyeti kwa watumishi wa umma. 2021 Rais Samia alipoingia tu madarakani, cha kwanza alichokianza nacho ni kuingiza walimu na kuingiza madaktari na kuingiza watu gani? Ajira za kwanza kabisa 2021. Katika taifa letu, ndugu yangu kaka yangu Kibanda amezungumza, atakumbuka miaka ya 90 kuja kabla ya 2000, wanafunzi waliokuwa wanasoma masomo ya sayansi wengi walikuwa hawaajiriwi. Kama mnakumbuka vizuri, hata walimu waliosoma sayansi miaka 98, 99 sijui ngapi hapa walikuwa hawaajiriwi kabisa. Yaani ajira wala hazikuwepo. Ukienda University of Dar es Salaam na pamoja na vyuo vingine, kulitokea pia na usimamishwaji wa ajira kutoka miaka 90 ile. Na ndio maana mnakuja kukuta maprofesa na walimu hawa wa kawaida kuna gap kubwa sana kwenye vile vyuo, kwa sababu ajira zile zilikuwa zimesimama wakati ule. Sasa hivi nyinyi ni wahariri, mko hapa. Mimi Dar es Salaam, sijui kama mwahariri mliwahi kuniuliza na viwanda vingapi. Na kama hii haitoshi, mimi nitengeneze program maalum na ninyi wenzangu, tutembee wote kwa pamoja, tufanye utafiti wa pamoja. Ni wanafunzi wangapi waliomaliza degree na waliomaliza diploma katika vyuo hivi vya serikali na vyuo vya serikali wameajiliwa kwenye private sector. Halafu baada hapo tuone ni wangapi wamekuja kuajiliwa kwenye government sector. Baada hapo tuchukue pia masharti ya ILO yaliopo kulingana na mapato yetu, ma GDP yetu, wage bill zetu na kila kitu, tuiweke pia mezani. Tuje mwishoni tuchukue mapato yetu tunayoyapata kila mwezi. Sasa jukumu tunalo katika taifa ni la kulalamikiana au kuja na the best proposals, namna ambavyo tunaweza tukarescue tatizo ambalo tunadhani liko mbele yetu. Tukienda kwenye chuo kikuu chote unakuta na mwadhiri naye analalamika labda, lakini the best option is to come up with idea nzuri ya kuweza kutapa haya madubasha yote. Kwa mfano, mimi mwaka 2015 wakati Rais Magufuli anaingia, kulikuwa kuna concept ile ya mafisadi, kama mnakumbuka vizuri. Watu wakakimbia sana katika taifa wengine. Walipokimbia, wananchi wakasema, wakawa wanashangilia. Lakini na uhakika kutoka kwenye moyo walioathirika walikuwa ni wote. Hata sisi huku chini hela ilianza kukosekana. You know why? You know why? Implication ya kiuchumi nasema hivi. Huyu mtu huyu hata kama ameiba hela pale, akitumia ile hela ndani ya nchi, akanua simenti ndani ya nchi, akanua bati ndani ya nchi, faida yake ni kubwa kuliko aliyepata ile hela kihalali lakini anaitumia nje ya nchi. Kwa lugha nyepesi, maana yake ni kwamba pesa, huyu mtu ambaye ameficha pesa hapa, hataki ingie kwenye mzunguko, au ameichukua pesa anaipeleka China, hatari yake ni kubwa. You know, ukienda leo China, miaka 30 iliyopita, watu zaidi ya milioni 800 walikuwa wanaishi vijijini. Watu kama milioni 200 walikuwa ndio wanaishi mjini. Wakati ule kulikuwa kuna ujenzi, China ilikuwa inajengwa kila mahali. Kuna ajira, kuna kila kitu. Baada ya miaka 30 imekuwa the opposite. Watu 200,000 wako wapi? Watu kama 200,000 ndio wako wapi?
wako vijijini huko. Alafu watu karibu milioni ngapi hizo wako kule mjini. Imetani, imekuwa vice versa. Sasa kilichopo hakujengwi tena, yameshajengwa. Ndio mwisho wa siku mnakuta nasema ondokeni hapa, nendeni kwenye nchi huko mkatafute fursa. Sasa na sisi hapa kilichopo katika jambo la ajira ambacho tunakishauri sasa ni kuzisuka sheria zitakazolinda maslahi ya mzawa, ambazo hizi sheria sasa ndizo zitakazokuja kutengeneza mabilionea ndani ya taifa letu. Kwa sababu unapotaka kumtengeneza tajiri lazima pia kuwe na kitu kinaitwa sustainability. Anaweza katokea tajiri mzungu, tajiri mchina, tajiri nani, mwisho wa siku akasema sasa narudi nyumbani, mnyororo mzima pale utakuwa frustrated. Hasa hizi ndio jitihada pia za nchi kuelekea huko. Katika jambo la ajira, tuilaumu serikali peke yake au yupo mwingine wa kulaumiwa? Mimi pale nyumbani jana nimechukulia mfano na watoto pale karibu 7 wamemaliza vyuo. Mmoja anasema baba, mimi naomba ajira. Nikamwaita wote nikasema hebu njooni hapa. Hebu nielezeni mimi mnanichukuliaje? Hebu nielezeni, kila mmoja jieleza. Mimi nakuona wewe ni baba yangu. Haya sawa. Wewe ni baba mdogo. Wewe nakuona kama rafiki wa marehemu baba yangu. Wewe sasa mimi nakuona wewe kama baba yetu mlezi na kiongozi wetu wa kiroho, kwa sababu anaanzisha hata ibada pale nyumbani na kila kitu. Wewe sasa nakuona kama role model. Basi sawa. Nikamwambia nawapeni wiki moja. Baada hapo rudini tena ili mje mbadilishe mtazamo wa namna mnavyoniona. Lakini I expected waseme tunakuona wewe as a regional commissioner. Wakiniona mimi kama regional commissioner waione fursa. Ukiniona kama baba utalala na utaamka saa 12. Lakini ukiniona as a regional commissioner utaiona mamlaka, utaiona fursa. Kwa kitu nimepanga ni kwamba wote watahamia humo Kariakoo, watahamia humo wapi, wote naenda kuwawezesha kahela kidogo kidogo, kwamba nendeni wote, nendeni kuwinga. Mkielewa kuwinga, zawadi nitakokuwa nawapa, nitakuwa natekeleza kile ambacho kiko ndani ya moyo wenu. Je, katika mazingira hayo mtoto halaumiwi popote? Analaumiwa kwa sababu ana relax bila kuzitafuta fursa. Yuko tayari kuwa na simu ya shilingi milioni 2, nimechukulia tu mfano. Lakini yupo mtu mtaji wake ni wa shilingi 500,000. Lakini tu kwa sababu yeye ni graduate anaogopa kwenda kuuza mitumba. Lakini wakati huu tunaposubiri ajira, unafanya nini? Seko imekuwa ni ya kulalamika. Mzazi analalamika, mtoto analalamika, yote analalamika. Afu mwisho wa siku tunazalisha taifa lenye ulalamikaji. Je, tufanye nini kwa vijana? Kwa wenzangu pia watakuwa na maelezo mengine mazuri zaidi, lakini pamoja na haya mengine sasa ya wananchi kusikilizwa au kutosikilizwa pamoja na mambo mengineyo, hayo sisi tutaendelea kujitahidi kusikiliza watu. Lakini kama nilivyosema, sio kweli kwamba muda wote mtu usikilize raia. Mimi tangu nimekaa hapa, nikienda pale kuna simu karibu, unakuta zimepigwa karibu simu 55 muda huu tu. Sasa nikienda kukaa pale, Viingereza wengine wananiandikia pick my call, I have the right. Mwingine jana akaniandikia, wewe mkuu wa mkoa, mimi nakuja naomba hapo ofisini karibu mara 3. Ukienda kwenye msiba unatoa mchango. Ulikwenda sijui kanisa sijui la Sabato ukatoa mchango. Kwa hiyo inaonekana wewe unapenda sana watu waliokufa. Nikamjibu tu kwenye message hapo, nikamwambia mama, kwa umri wako jitahidi usiwe mchokozi. Anasema kwanza nani yangu mimi iko solved. Nilikuwa nafikisha tu ujumbe. Sasa mwisho ninachotaka kukihitimisha zaidi ni kwamba ninyi wenzangu mkijue hata sisi ni binadamu. Lakini kuna wakati fulani chuki inayoweza kutengenezwa. Kwa mfano ndugu yangu Mpogolo pale, yeye ni mkuu wa wilaya. Mtu anaanza kumlinganisha Mpogolo aliyekuwa msaidizi wa Kinana na Mpogolo DC. Kuna concept kwamba kiongozi wa umma ni furaha kubwa uwe maskini. Kuna hiyo concept uwe maskini. Mimi mtazamo wangu, uadilifu sio maskini. Yaani huo ndio mtazamo wangu mimi.
kuwa mwadilifu haimaanishi uwe na usanii, uwe na hypocrisy, uwe na unafiki wa vitu fulani fulani katika taifa, kwamba mimi kama kiongozi hela nayopata nisijenge nyumba, hela nayopata nisinunue gari, hela nayopata nisifanye namna hii. Yani jamii yetu sisi imemezeshwa kwa kitu kwamba a good leader is who he always walks, anatembea kwa miguu, ana kigali kile chenye kwa makumbusho pale, furaha yake wasemage is a very good leader, you see, amefunua bonnet pale anajaza maji, wala hana shida. Jamani, kitu ambacho tunakizungumzia ni thuggery of public resources, ni matumizi mabovu ya public resources. Lakini nataka nikuwathibitishie, hata mimi kwangu naona kabisa, najiona kiongozi akiwa masikini anakosa msimamo wa kusimamia hata mambo yake, na kiongozi akiwa masikini mtu anaweza pia kumdharau hata kama anasimamia katiba. Tunahamasisha viongozi wafuate njia sahihi za kuweza pia kuwa na maisha bora, kwa kuwa wao ndio wasimamizi wa hizo sera. Uwezo kama unasimamia sera za maisha bora halafu wewe unakuwa ni mfano wa maisha mabovu. Yani kama vile leo waziri wa kilimo, let's say, jamani, kilimo ni kizuri sana, kilimo ni kizuri sana, is fine bwana mzee, kilimo ni kizuri. Lakini kitu ninachoweza kumuuliza ndugu yangu Mheshimiwa Chongolo, waziri wangu wa kilimo, nataka kumuuliza, hivi kwa miaka michache uliopewa dhamana hii, una shamba gani la kutuonesha na kututhibitishia kwamba kilimo ni bora sana? Nikienda kwa ndugu yangu Dr. Bashiru, mifugo, ufugaji, ndugu zangu, fugeni, no problem. Nakuja, una shamba gani la mifugo ndugu yangu waziri wa mifugo, ambalo mimi kama kijana nikija kwako kuangalia nasema yes, waziri amekuwa mfano hapa. Sasa hayo ndio mambo ambayo tuendelee kuhamasisha ndugu zetu, kwamba dunia ya leo, na hasa kwenye ubeberu uliokomaa, hata ninyi waandishi wa habari na wahariri wa habari, habari mlizozifanya miaka ile na leo maisha yake yamechange. Leo, zamani wenzee wote walitembea kwa mguu hapa mpaka Tegeta pale. Kwanza kuna mamiti mengi, anatembea chini ya kivuli. Lakini leo hii nina uhakika ukitembea mpaka Moroko, kwanza jasho takalokuwa limemwagika, halafu pili utakuwa umeshapata na msongo wa mawazo kabla hujafika unako kwenda. Nini maana yake? Unahitaji pesa ya nauli. Lakini ukija hapa, zamani nilikuwa unaweza kugonga tu mlango hapo kwa mtu, samahani naomba maji bwana, wanakupatia. Leo unaenda kuomba maji, na atakaye kupatia kwanza anasema sasa John amekuja mtu asiyejulikana hapa anaomba maji. Lakini pia leo kamera hii, zamani mnakumbuka kuna kale ka kamera tunafanya hivi, kanauzwa sijui 300 kale, unachukua matukio. Leo hii utachukua tukio gani? Itapiga picha hapa kama na nundu, hapa kama na hivi, kumbe ni kamera. You need this camera. Kamera moja hapa ni shilingi ngapi? Unazungumzia zaidi ya milioni 10. Hii yote ni nini? Ni matakwa ya ubeberu, ni matakwa ya ulimwengu, kwamba tumeingia hapo. Lakini je, tufanyaje? Lazima tuhamasishe dunia iwe katika mtazamo wa utafutaji fedha, lakini katika njia zilizo halali, njia ambazo zitakuwa ziko halali. Na ndio maana mara ya kwanza walikuwa wanajua wanakoelekea, walikuwa wanapiga picha, wanasema hili ni gari la mtoto wa kiongozi, oneni. Wanapiga picha nyumba, sema unaiona hii ni nyumba ya kiongozi. Wanapiga picha sijui suti, unaiona hii suti, hii imenunua milioni 10. Huyu ana uwezo gani kununua suti ya milioni 10? Alafu mwishoni ndo zimekuja vurugu sasa, kwa maana kwamba tumefanikiwa create hatred, tumefanikiwa create chuki, ambapo mwisho wa siku tunasema is because ya kuthaga public resources. Lakini watu wengine hatuna mitazamo hiyo. Yani tunajipenda kujifunza kwa watu waliofanikiwa, ili angalau na sisi tujifunze kama viongozi wa umma, tuone tunafanyaje kuondokana. Ni aibu kwa kiongozi wa umma kila siku naomba mkuu nisaidie mdau. Kila siku anasema wadau. Mbona sijawahi kumuona mdau ni mtumishi wa umma? Kila siku mdau ni nani huyu? Ni mfanyabiashara sio nani? Alifikaje yeye kuwa huko? Lakini jambo jingine ni sheria ndani ya TRA.
ambazo watu pia wanazilalamikia. Wanasemaje kuzilalamikia kwake? Wanasema ukianzisha biashara 100%, 30% inamilikiwa na TRA kwenye kila biashara utakayoanzisha. Sasa ndio maana Mheshimiwa Rais kuna kitu alikiunda, kama mnakumbuka, ambacho pia kinaendelea na mambo mengineyo. Ndugu zanguni, baada ya kusema haya, mimi ya kwangu kwa leo yamekuwa ni hayo, lakini nitakuwa tayari pia kuendelea kujibu kwa yale mtakayoniuliza pamoja na wenzangu ambao wako hapa na kwa namna ambavyo ratiba mtaendelea kuiongoza. Nashukuru sana.